Siku ya leo ni siku ambayo tumekuja kutoa mafunzo ya usalama mahali pa kazi, na lengo kubwa tunawafikia wachimbaji kwa kuwapitia viongozi wao ambao kwa jina maarufu ni mainspekta na machifu. Hawa tunaangalia usalama mahali pa kazi, lakini sio jeshi la zimamoto la uokoaji peke yake. Tupo na jeshi la polisi Tanzania na wenyewe wapo hapo kwa ajili ya kutoa elimu mahali pa kazi. Kwa nini polisi wako hapo? Kwa sababu shughuli zozote unazozifanya lazima kuwe kuna usalama. Kwa usalama ni nyanja kubwa mno. Huwezi ukafanya maokozi, ukafanya shughuli zozote pasipokuwa na usalama. Kwa hiyo utaona sisi ni vyombo ambavyo tunategemeana. Hapa ipo na zimamoto, yupo polisi, yupo magereza, lipo na jeshi jingine. Utaona tuna maafisa madini wapo katika somo letu la leo. Kwa hiyo tunatoa kwa kutumia mainspekta na machifu, tunaanza kukumbushana, au darasa linakuwa ni shirikishi kwa kuambiana taratibu zipi, usalama ni upi ambao tuko kwenye maeneo yetu ya uchimbaji wa madini. Kwa ukiangalia kipindi hiki ni kipindi cha mvua, kuna unyevunyevu, kuna swala zima la utoaji wa maji kwenye yale maduara. Kwa hiyo lazima tuwakumbushe usalama wao, kwa sababu tumeshaona mashimo mengi au maduara mengi huwa yanaporomoka. Kwa kupitia darasa hili limeweza kutoa fursa kwa mainspekta na machifu waweze kujua usalama wao ni upi, yani majukumu yao ni yapi, kwamba kila siku wanafanyaga vikao. Kwenye vile vikao vyao inabidi waongelee usalama, labda kuna vibaka au kuna watu wanatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo kupitia vibaka, madawa ya kulevya yanaweza kusababisha ajali, na zikitokea ajali anakuja zimamoto. Kwa hiyo wanapokuja polisi kwenda kushughulikia tukio fulani limetokea, lazima tapiga simu zimamoto ili kufanya maokozi. Kwa lazima polisi aweke sehemu hiyo salama. Sehemu kisha kuwa salama, hata ajali kutokea itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo matukio unavyoona, matukio ya ujambazi au matukio mtu ameiba, ubakaji, unywaji wa pombe, madawa ya kulevya, yote hayo yanasababisha ajali. Yakisababisha ajali, jeshi linakuja kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunazuia visitokee. Rasilimali za Tanzania, za Watanzania zisitumike holela, zisitumike endapo ikatokea ajali ya bahati mbaya. Kitu kilichonivutia na nimejifunza zaidi kuhusu njia salama za uokozi. Maana kwa kazi zetu za migodini kuna mambo mengi yanayotokea, ajali za hapa na pale, ila tunajikuta kulingana na vifaa duni tulivyo navyo tunatumia njia za kienyeji kwa ajili ya kuokoa. Ila leo tumejifunza njia salama kwa ajili ya uokozi, ambapo utamtoa mtu salama, pia na wewe mwenyewe unayeokoa ukiwa salama. Katika semina hii nimejifunza vitu vingi ambavyo vingine nilikuwa bado sijavijua, kwamba namna ya uokoaji kwa mtu ambaye aliyoko chini na aliyoko juu, namna ya kushuka chini kumuokoa yule aliyoko chini na kuwa salama, yani kuvaa vitendea kazi ambavyo viko salama pia. Kifupi ni kwamba tunatakiwa tutumie mfumo ambao kama leo jeshi la zimamoto ambao wameuleta kwa namna ya uokoaji, ama tunapotakiwa kushuka duarani wamekuja na vifaa vya kisasa zaidi ambavyo tunaweza kutumia matumizi sahihi ambavyo tunavyoshuka katika migodi yetu, tunapofanya majukumu yetu ama tunapoenda katika uokoaji. Kwa hiyo swala zima hili ni swala ambalo tukiliangalia linasaidia kiulinzi binafsi, lakini pia na kwa watu wengine. Ninaishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kugundua uwepo wetu maeneo na mazingira kama haya ya chimbo hili la Msasa, kutuletea jeshi la zimamoto na uokoaji. Tunashukuru sana. Changamoto kweli zipo, kuna mtu kuwa na duara yenye gesi. Sasa jeshi kama hili likiwepo, inakuwa ni haraka zaidi kunusuru maisha ya Watanzania.